Wakati unajiandaa tumsikilize wa mwisho. Tuambie. Asante sana. Kwa majina naitwa Mugisha Gaudensio Mgeveke. Ni mkazi wa Ilula, kata ya Nyalumbu. Mimi ni mzabuni na mpaka sasa ninavyoongea nipo site natekeleza majengo ya serikali, majengo 4 ya zahanati na shule. Mnamo mwaka 2020 niliingia mkataba na kijiji cha Mlafu, kata Mlafu. Wakati naendelea kufanya kazi, nilikuwa nafanya kazi huku, baada ya kufanya kazi kwa muda fulani, ikifika kiwango fulani cha pesa napewa pesa niliyofanya. Hivyo niliendelea kwa muda mrefu hivyo. Ilifika muda eneo lile la kata Mlafu, diwani wa eneo lile na mtendaji wa eneo lile waligombana. Baada ya kugombana, nilikuwa kipindi hicho najenga shule najenga nyumba ya mwalimu kwenye shule ya msingi Mlafu. Baada ya kugombana, nyumba ile ujenzi ulisimama nikiwa mimi nadai pesa shilingi milioni 2,910,000. Baada ya kuona pesa sipati, nilianza kufuatilia kwenye ngazi husika. Nilienda kwa mkurugenzi wa mamlaka wa mji mdogo wa Ilula, anaitwa Teo, nimemuona hapa yupo. Nilikwenda kwa katibu tarafa wakati Mazombe, hakukuwa na mafanikio. Nimekuja kwa mkuu wa wilaya mara 2. Mkuu wa wilaya akamwagiza Dasi aniandikie barua nipeleke sehemu husika ili nipate pesa zangu. Na Dasi wa kipindi hicho yupo hapo meza kuu, yupo pale mbele anasoma karatasi. Hakukuwa na mafanikio. Na niliandikwa barua, na barua niliandikwa na mkuu wa wilaya bado ipo. Nilienda kwa mkuu wa mkoa Heli James. Nilipofika pale alinipeleka TAKUKURU mkoa. Nilipofika TAKUKURU mkoa walinihoji, nikatoa mkataba, wakaandika maelezo kila kitu. Wakafuatilia viongozi waliokuwa kwenye eneo husika. Wakaitwa wale viongozi, mtendaji wa kijiji aliyekuwa kipindi kile kwa sababu alifukuzwa na huyo diwani aliposapoti wananchi. Akaitwa mwenyekiti wa kipindi kile, akaitwa mtendaji wa kipindi hicho, kamati ya shule, mwalimu mkuu. Tulipofika ofisini, kwenye ofisi zile za TAKUKURU mkoa, walihojiwa. Walipohojiwa wote kwa pamoja walisema huyu bwana ni kweli alifanya kazi usiku na mchana, hizo pesa nadai milioni 2,910,000. Walituambia tuondoke, wakasema niendelee kufuatilia. Majibu wakati naendelea kufuatilia yaliyokuwepo ni kwamba bwana, ili swala tutajaribu kumwambia mkurugenzi anaweza akakulipa. Nilikaa nikaulizia, muda ulikwenda mpaka leo, mpaka nikakata tamaa. Kwa sasa hapa nikaja. Kwa sasa unadai kiasi gani? Nadai milioni 2,910,000 kwenye shule ya msingi Mlafu, ilikuwa kwenye ujenzi wa mwalimu. Hiyo nyumba mpaka leo ilisimama kulingana na hilo tatizo lilotokeza. Alafu tena sehemu nyingine, ngoja tumalize moja. Hii ni milioni 2 na jumla unadai kiasi gani? Kwenye shule ya msingi Mlafu nadai jambo lako lote jambo langu lote ni milioni 2,910,000 jumlisha 6,610,000 shule ya msingi Tumaini. Milioni 3 na aya ni shule ya msingi na shule ya msingi Mlafu milioni 2,910,000, shule ya msingi Tumaini 6,610,000. Aya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi wetu wa halmashauri yuko wapi? Mheshimiwa mkurugenzi, kazi yako ni njema, nimeiona na hata ili wenzako wa kwenye kata kule hawajakuletea tu. Mimi naamini yule unalimudu. Mkurugenzi wa viwango vya manispaa ya majiji, ili aliwezi kukushinda hili. Sasa nakukabidhi mkurugenzi, utawasiliana naye afuatilie kule kwenye kata, kwa sababu huu ni mradi wa kata. Utafuatilia, ukiona hawawezi kulipa wakate kabla hujawapelekea kule, umlipe au mlipie, walipie, alafu zikija fedha zinazokwenda kwao wakati walipie, ili ndugu yetu asihangaike. Zitakapokuja fedha zinazokwenda kwao wakati usiwapelekee. Haya, nadhani peana mawasiliano na mkurugenzi, atalimaliza hilo. Haya.